Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi, na leo ikiwa ni Mei 21 mwaka 2025. Tunaendelea na mfululizo wa masomo haya yanayosema mwinue Yesu juu. Kabla hatujalianza somo letu siku ya leo, nikualike tuombe. Mtakatifu Baba yetu na Mungu wetu ketia mahali pasiri juu mbinguni, jina lako litukuzwe. Ninasema asante kwa ajili ya siku hii njema ya leo. Ninalitukuza jina lako kwa namna ambavyo umekuwa pamoja nasi, ukituruhusu tuamke tena asubuhi ya leo tukiwa na afya njema na tukiwa na uhai. Jina lako litukuzwe. Wagonjwa na wenye shida mbalimbali tunawaweka mikononi mwako. Tunajikabidhi kwako wewe ukashughulikie mahitaji yetu. Enda nasi asubuhi ya leo tunapojifunza masomo haya. Tusamehe dhambi zetu na ukatufundishe kuyatenda mapenzi yako. Tunaomba tukiamini kwamba utadumu kufanya hivyo na kuzidi, katika jina la Yesu. Amina. Mada ya leo ina kichwa kinachosema kwa kupatana na sheria ya Mungu. Imejengeka katika kitabu cha Luka mtakatifu sura ile ya 10 aya 33 na 34. Neno la Mungu linasema, lakini Msamaria mmoja katika kusafiri kwake alifika hapo alipo, na alipomwona alimhurumia akamtunza. Kristo alijua kuwa hakuna anayeweza kutii sheria katika uwezo wake mwenyewe. Alitaka kumwelekeza huyu mwanasheria afikie uchunguzi ulio wazi na wa ndani zaidi ili aweze kupata ukweli. Ni kwa kukubali tu wema na neema ya Yesu ndipo tunaweza kuitunza sheria. Kuamini katika kafara kwa ajili ya dhambi kunaweza kumsaidia mtu aliyeanguka ampende Yesu kwa moyo wake wote na jirani yake kama nafsi yake. Huyu mwanasheria alielewa kuwa hakuwa ametunza zile amri 4 za kwanza wala zile 6 za mwisho. Alijiona mkosaji kutokana na maneno ya Kristo yenye kutafakarisha. Lakini badala ya kuungama dhambi yake, alijaribu kuihalalisha. Badala ya kukubaliana na ukweli, alionyesha jinsi ilivyokuwa vigumu kutimiza sheria. Hivyo alitazamia kupishia mbali kule kujielewa alivyo, ili ajikoshe mbele ya macho ya watu. Maneno ya Mwokozi yalionyesha kuwa swali lake halikuwa na umuhimu wowote, kwani aliweza kulijibu mwenyewe. Hata hivyo, aliongezea na swali lingine, jirani yangu ni nani? Hapo tena Kristo akakataa kukokotwa na kuingizwa ndani ya ubishi. Alijibu swali kwa kuelezea kisa ambacho kilikuwa kingali kinakumbukwa na wengi wa wasikilizaji wake. Mtu mmoja, yeye alisema, alishuka toka Yerusalemu kwenda Yeriko. Akaangukia kati ya wanyang'anyi, wakamvua nguo, wakamtia jeraha, wakaenda zao, wakamwacha karibu na kufa. Alipokuwa amelala hivyo, kuhani alikuja pale, akamwona mtu yule amelala, amejeruhiwa na kukwaruzwa, akigaagaa katika damu yake mwenyewe, lakini akamwacha bila kumsaidia. Alipita kando, Mlawi akatokea. Akiwa na shauku kuona limetokea jambo gani, alisimama na kumtazama yule aliyeumia. Alielewa lililompasa kutenda, lakini haikuwa kazi ya kupendeza. Akatamani kuwa amgepita njia nyingine ili kujiepusha na kumwona mtu yule aliyejeruhiwa. Akajifariji kuwa shughuli hii haikumhusu, hivyo naye alipita kando. Lakini Msamaria aliyekuwa akipita barabara ile alimwona aliye na maumivu, na akafanya ile kazi ambayo wengine walikataa kuifanya. Kwa huruma na upole akamhudumia aliyejeruhiwa, na alipomwona alimhurumia. Akakaribia, akamfunga jeraha zake, akazitia mafuta na divai, akampandisha juu ya mnyama wake, akampeleka mpaka nyumba ya wageni, akamtunza. Hata siku ya pili akatoa dinari 2
akampa mwenye nyumba ya wageni, akisema, mtunze huyu na chochote utakachogharamia zaidi, mimi nitakaporudi nitakulipa. Kuhani na Mlawi wote walikuwa wanakiri kuwa watawa, lakini Msamaria ndiye alionyesha uongofu wa kweli. Haikuwa rahisi kwake kuifanya ile kazi zaidi ya kuhani na Mlawi, lakini katika moyo wake na kazi alionyesha kuwa alikubaliana na matakwa ya Mungu. Lulu za Uzima, ukurasa wa 270 hadi 271. Mungu atubariki sote.